Kurunzi ya michezo na Radio Waumini. Hujambo mwanaspoti, pale filimbi inapolia dakika 90 huanza kuandika historia mpya. Karibu katika Kurunzi ya Spoti ndani ya Radio Waumini, dirisha lako la kuangazia yanayojiri katika ulimwengu wa michezo. Tunaendelea kukuletea habari moto kutoka kwenye kombe la dunia 2026 linaloendelea nchini Marekani, Canada na Mexico, ambapo vigogo wanapigania nafasi ya kutinga hatua ya muondoano, huku nyota wa soka wakiendelea kuwasha viwanja. Tukianzia katika kundi ba, Uswizi waliendeleza makali yao kwa kuwachapa wenyeji Canada mabao 2-1 katika mchezo uliokuwa na ushindani mkubwa. Nayo Bosnia na Herzegovina waliwafundisha soka Qatar baada ya kuwatandika mabao 3-1 na kujiweka katika nafasi nzuri kuelekea katika hatua inayofuata. Katika kundi cha, Morocco waliendelea kung'ara baada ya kuinyofua Haiti mabao 4-2 katika mechi iliyoshuhudia nyavu zikitingishwa mara 6. Brazil nao waliwaonyesha Scotland tofauti ya viwango vya kusakata kabumbu kwa ushindi wa mabao 3-0. Mashabiki wa Seleção walipata furaha ya ziada baada ya kumshuhudia nyota wao Neymar akiingia uwanjani akitokea benchi na kushiriki katika ushindi huo muhimu. Kundi A nalo halikukosa msisimko. Afrika Kusini waliandika historia baada ya kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Korea Kusini. Ushindi huu umehakikishia Bafana nafasi katika hatua ya 32 bora, ambapo sasa wamepangiwa kukutana na wenyeji Canada. Kwingineko, wenyeji Mexico waliendelea kuonyesha ubora wao kwa kuaibisha Zechia mabao 3-0 na kuimarisha hadhi yao kama mmoja wa wanaowania ubingwa. Na usiku huu macho ya mashabiki yataelekezwa kwenye mechi nyingine za kusisimua. Curaçao watawakaribisha Ivory Coast, huku Ecuador wakichuana na Ujerumani katika pambano la vigogo wa kundi A. Baadaye usiku, Japan watamenyana na Sweden, huku Tunisia wakimalizia ratiba yao dhidi ya Uholanzi. Na katika kundi D, Paraguay watapambana na Australia, huku Uturuki wakivaana na Marekani. Kesho alfajiri kundi E litafunga pazia, ambapo Norway watakipiga dhidi ya Ufaransa, huku Senegali wakichuana na Iraq katika mechi zinazotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa. Mpenzi mwanaspoti, huo ndio mwanga wa michezo kwa sasa kutoka viwanja vya kombe la dunia. Kumbuka, kandanda huleta furaha, huleta huzuni, huleta matumaini na historia katika muda wa dakika 90 pekee. Endelea kufuatilia Radio Waumini kwa taarifa zaidi za michezo na matukio mengine muhimu. Mimi ni Shamba wa Shamba, nikikushukuru kwa kuandamana nami katika Kurunzi ya Spoti. Hadi tukutane tena, linda ndoto zako kama mlinda lango anavyolinda lango lake. Kwaheri na Mungu akubariki. Kurunzi Kurunzi ya michezo.